Ikiwa leo ni siku ya maadhimisho ya zimamoto ambayo huwa yanaadhimishwa kila tarehe 4 Mei, ambao lengo la maadhimisho haya ni kuelimisha jamii kuhusu vyanzo vya moto, namna ya kujikinga na madhara ya moto. Katika kuadhimisha siku hii ya zimamoto duniani ambayo huwa inaadhimishwa kila mwaka tarehe 4 Mei, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Iramba kwa namna anavyoendelea kuboresha huduma za zimamoto hapa wilayani, kwani amewezesha upatikanaji wa fire hydrant 2 ambapo moja itafungwa eneo la Kiomboi ambapo ndo makao makuu ya wilaya yetu, nyingine itaenda kufungwa eneo la Shelui. Upatikanaji wa kifaa hiki cha zimamoto utaenda kutatua changamoto iliyokuwepo, kwani askari walikuwa wanalazimika kutembea takribani kilomita 50 kwenda na kurudi, kitu ambacho kilikuwa kinahatarisha maisha ya watu na mali zao pale ambapo majanga ya moto yalikuwa yakitokea. Tunapenda kumshukuru mkuu wetu wa wilaya kwa sababu hii ni hatua kubwa na ya kihistoria hapa wilayani Iramba, kwani itaenda kusaidia kuboresha huduma ya zimamoto. Katika aspekti ya usalama wa raia na mali zao, jeshi la zimamoto limepewa jukumu la moja kwa moja kufanya kazi zote zinazohusiana na uokoaji wa maisha lakini na mali za wananchi katika maeneo ambayo tunaishi. Na kwa kweli uwepo wa vifaa hivi na upatikanaji wa vifaa hivi ambavyo Mheshimiwa Rais mwenyewe ameelekeza vipatikane katika ngazi ya wilaya, na sisi wilaya yetu tunashukuru kwamba tumepokea mtambo wa zimamoto ambao una gharama ya zaidi ya bilioni 1 ambao unatusaidia hapa kufanya kazi ya uokoaji wa watu na mali zao, lakini pia tumepokea vifaa vingine mbalimbali kutoka ngazi ya taifa. Tumeongezewa pia timu ya wafanyakazi wa watumishi wa jeshi la zimamoto na uokoaji katika wilaya yetu. Kimsingi ni kwamba yamefanyika maboresho makubwa na ya msingi ya kuweza kuhakikisha kwamba tunapotokea changamoto zozote za ajali na moto na majanga mengine ya kiasili, basi tunayo timu kamili ambayo yenye mafunzo ya kuweza kukabiliana na changamoto zinazotokana na ajali hiyo au majanga hayo ambayo yanatokea katika jamii zetu. Mimi binafsi naendelea kufarijika sana na namna ambavyo wenzetu wa zimamoto wanafanya kazi zao kwa kuhakikisha kwamba wanafika kwa wakati na wanatumia maarifa yao katika uokoaji wa maisha ya wananchi wetu pamoja na mali wanazozimiliki. Na kwa kweli wilaya yetu imekaa katika sehemu ambayo ajali iko prone to accidents. Ajali za mara kwa mara zinatokea kwa sababu kuna mlima mkali wa Sekenke, lakini na ajali zingine ambazo zinatokana na uwepo wa njia kuu ya mabasi na malori yanayotoka Dar es Salaam kwenda katika nchi za jirani na mikoa ya upande wa magharibi, mikoa ya Shinyanga, Kigoma, Tabora na kwingineko huko. Inapita hiyo barabara kuu hapa. Hiyo ni barabara za kuelekea Kigoma huko, Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda, na barabara inayotumika ni hii ambayo inapita hapa wilayani kwetu. Kwa hiyo kumekuwepo na msongamano mkubwa sana wa magari na malori ambayo wakati fulani yanaweza kusababisha au yanasababisha ajali nyingi za barabarani. Na kikosi hiki cha wenzetu wa zimamoto na uokoaji kinasaidia kupunguza maafa ambayo yanaweza kupatikana wakati wa ajali au majanga ya barabarani yanapojitokeza. Kwa hiyo mimi niwashukuru kwa kazi nzuri wanayoifanya, niwapongeze pia, lakini pia wasisite kuja kufika ofisini kwangu wanapokabiliana na changamoto ya aina yoyote ile ambayo inawapata. Kwa hiyo nawashukuru sana, na leo tunapoadhimisha siku ya zimamoto katika
wilaya yetu ya Iramba, basi tunacho cha kujivunia kwamba tuna mafanikio ya kupata watumishi wabobevu kabisa katika sekta hii, lakini pia tunavyo vifaa vya kisasa kabisa vyenye gharama kubwa ambavyo vinafanya kazi hii katika namna ambayo kwa kweli inaenda kuokoa maisha ya wananchi wetu kwa kiwango kikubwa. Lakini na sisi kama wilaya tumeendelea kusapoti upatikanaji wa vifaa mbalimbali vya kuweza kusaidia kazi za uokoaji katika wilaya yetu. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana na tunapongeza kwa kazi nzuri inayofanyika. Asante.